Bwana, virabu vya soka vya hapa nyumbani Tanzania pamoja na Afrika Mashariki vinazidi kuonyesha umahiri pamoja na kukataa unyonge. Nazungumza hivi kwa sababu hivi sasa ukitazama renki ya timu mbalimbali hapa nyumbani Tanzania na Afrika Mashariki zimekuwa zikipambana zaidi na wamebadilisha kabisa mifumo na miaka ya nyuma huko. Ukilinganisha miaka ya hivi sasa na miaka iliyopita kwenye soka, utagundua kwamba soka la kisasa linaenda kiusasa zaidi. Yani katika dunia hii ya utandawazi pamoja na masuala mazima ya sayansi na teknolojia, basi yamezidi kuongeza ubunifu pamoja na kurahisisha mambo, hasa katika masuala mazima ya burudani za kimichezo. Sasa klabu ya Yanga ni mojawapo ya virabu ambavyo vinafanya poa sana sasa hivi kwenye masuala mazima ya michezo, na tayari walishafika mpaka kwenye robo finali za michuano ya kafu. Ile mashindano na kumbuka yaliyopita yale, uliweza kuona kipindi kile mchezaji Stefan Aziz Ki ambapo aliweza kuwakosa vibaya Mamelodi Sundowns, na goli lake lile lilikuwa ni kama gumzo kubwa sana, liliweza kuibuka mitandaoni, lakini mwisho wa siku mambo yalikaa sawa. Sasa kuna barua nzito ambayo CAF imeweza kutuma kwa Young Africans kama pongezi pamoja na kuwashukuru kwa kuweza kupambana na kuwatia moyo, lakini pia kuwasifu kwa jitihada kubwa wanazozifanya, kwa sababu timu kama Yanga sio timu ambayo tuseme ina ukubwa sana kuliko timu kama vile Mamelodi Sundowns na timu kama vile Al Ahly. Ukitazama wenzetu hao tayari walishavukaga huko, ni wana wawekezaji wenye mabilioni ya mapesa, matajiri wa mafuta, lakini sisi wetu Tanzania hii imekuwa ni kama historia na heshima kubwa kwa virabu kama Yanga kuonekana kuchuana na virabu vya soka kama kina Al Ahly pamoja na kina Kaizer Chiefs, ambao wao tayari walishakuaga kwenye historia kubwa za michuano hii miaka nenda miaka rudi. Sasa hii ni heshima na pongezi zaidi.